Gharama ya uhuru. Uhuru unagharimu nini? Habari, mimi ni mchungaji Thomas na ningependa kukushukuru kwa kutazama. Ninaishi Marekani na hapa Marekani tuna kile kinachoitwa uhuru. Una uhuru wa kusema unachotaka kusema. Una uhuru wa kuamini unachotaka kuamini. Una uhuru wa kuamini unachotaka kuamini. Una uhuru wa kuwa na dini yoyote unayotaka au unaweza usiwe na dini kabisa. Uko huru kubadilisha dini yako. Uko huru kufuata ndoto za maisha yako na matumaini ya maisha yako. Nchi nyingi duniani hazina wazo la maana halisi ya uhuru. Nchi nyingi duniani huwezi kusema unachotaka kusema. Nchi nyingi duniani huwezi kusema unachofikiria au unachoamini hasa. Katika nchi nyingi duniani unalazimishwa kuwa na dini fulani, lakini hapa Marekani uko huru. Sasa iligharimu kiasi gani? Naam, tuna siku maalum nchini Marekani inayoitwa siku ya ukumbusho. Na tuna kumbukumbu ya gharama ya kuwa huru. Na unajua gharama yake ni kiasi gani? Damu. Damu ya wanaume na wanawake ambao walikufa kwenye uwanja wa vita wakimwaga damu yao ili tuwe huru. Na unajua hiyo ndiyo gharama ya uhuru kiroho. Unajua Biblia inasema kwamba Mungu anakupenda. Anataka uhusiano na wewe. Dhambi zetu zimetutenga na Mungu, lakini kuna njia ya kupata msamaha. Sio kwa kujaribu kuishi maisha mazuri. Sio kwa kujaribu kuamini dini yoyote, kwa sababu dini inasema fanya hili na lile, labda utaenda mbinguni. Ni kwa neema. Hiyo ni zawadi ya bure ambayo Mungu anataka kukupa, msamaha wa dhambi. Lakini haikupatikana bure. Gharama ya uhuru kutoka kwa dhambi, kifo, na jehanamu ni kifo kwa damu. Hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha, na ndiyo maana Yesu alikuja. Alikuja na akamwaga damu yake na akafa msalabani. Kulipia dhambi zangu na dhambi zako, ili tuweze kuwa huru kutoka nguvu ya dhambi, adhabu ya dhambi. Na unapomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, ngoja nikuambie kitakachotokea. Kwa sababu baada ya kufa pale msalabani, alifufuka kutoka kwa wafu na yu hai. Na anataka kuja na kuishi moyoni mwako. Na anapoingia atachukua dhambi zako na kuzibeba msalabani na utakuwa huru. Nakwambia utakuwa huru kwa sababu utasamehewa. Na jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Na ataingia na atabadilisha maisha yako kwa Roho yake. Utapata uhuru wa kweli, furaha ya kweli, amani ya kweli, maisha mapya na uzima wa milele mara tu utakapomkabidhi Kristo maisha yako. Anagonga mlango wa moyo wako sasa hivi. Akasema, mtu yeyote akifungua mlango, nitaingia. Ataingia na atakuweka huru kwa sababu alilipa gharama ya kukusamehe dhambi zako. Na hiyo ni kifo kwa damu. Ungempokea sasa hivi, unasema nifanye mimi. Basi Biblia inasema lazima utambue kwamba umetenda dhambi na kwamba wewe ndiye unayeongoza maisha yako. Na kwamba unataka Mungu akubadilishe. Kwa hiyo uko tayari kuacha dhambi zako, ukaweka maisha yako mikononi mwa Yesu Kristo. Huenda usielewe kila kitu, lakini unaamini kwamba alikufa na akafufuka kutoka kwa wafu, na unasema, nataka kumpa Kristo maisha yangu. Na unaweza kufanya hivyo sasa hivi. Ungeomba tu. Maombi hayakuokoi, lakini unaweza kuomba kwamba Yesu akuokoe na kumwalika katika maisha yako. Sema tu, Bwana Yesu, sasa hivi ninasalimisha maisha yangu mikononi mwako. Ingia moyoni mwangu na uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante kwa kumwaga damu yako ili kuniweka huru.
Asante Bwana, katika jina la Kristo naomba. Amina. Kama uliomba sala hiyo, nataka uniandikie. Unaweza kuniandikia katika sehemu ya maoni au ujumbe au hata kwa barua pepe. Na tunataka kukutumia nyenzo za bure. Tafadhali niandikie. Anwani yangu ya barua pepe ni toministi23@gmail.com. Na unapoandika, je, ungesema tu najisalimisha? Hiyo ina maana kwamba ulimpa Kristo maisha yako. Ninajisalimisha. Niliomba. Na tutakutumia nyenzo za bure ukitaka. Na kisha pia andika maneno haya mawili nijumuishe. Kila wiki mimi hutuma hadithi na ujumbe wa wiki ambao utaupenda. Ni bure. Unaweza kugairi wakati wowote. Lakini weka tu nijumuishe na utaipenda. Utakuwa katika Bwana, utajifunza mengi kuhusu Biblia. Kila wiki tunaituma. Natumai utabonyeza like. Nataka kukuomba ubofye like, we mfuasi, we subscriber, na ishare hii na kila mtu unayeweza. Nakumbuka kila wakati, Yesu anaweza kukuweka huru. Atakuweka huru, na kumbuka Yesu anakupenda. Asante na Mungu akubariki.